Ligi kuu Tanzania bara imeendelea kwenye uwanja wa CCM Kirumba ambako wekundu wa Msimbazi Simba wamebanwa mbavu na kikosi cha Pamba Jiji. Lusamu Hamisi Lusamu ndio jina langu, niko na Leopard John, hii ni The Golden Boot. Leopard. Simba wamebanwa mbavu kwenye wakati ambao watu wengi walikuwa wanataraji Simba wangeweza kupata matokeo ya ushindi dhidi ya Pamba Jiji baada ya Young Africans kudondosha alama. Ahmed alishangilia sana, afu baadaye na Simba wameenda kudondosha alama. Tuangalie kile kilichotokea kwenye uwanja wa CCM Kirumba, na kwa kuchukua reference kwenye mchezo wa Young Africans na TRA United, ndipo ambapo ligi yetu ilipofika, au ni motivation ambazo zinatokea tu kwa hizi clubs kucheza na Simba, kucheza na Yanga? Ya, ni ushindani ambao upo kwenye hivi vilabu ambavyo tunasema ni mid table teams, kwa maana unaangalia kuanzia levels ya benchi la ufundi ambalo wako nalo, kwa maana unapozungumza Pamba ipo chini ya Mwalimu Francis Baraza by record experience yake ligi kuu, lakini bado kwa mchezaji mmoja kwenye eneo la Pamba, Matteo Thegis, mshambuliaji huyu raia wa Kenya ambaye mara kadhaa amekuwa anajumuishwa kwenye collapse ya Mwalimu Ben McCarthy. Bado pia kuna mtu kama vile Deonta Kamara, the way ambavyo profile yake ni international player. Yona Amosi amekuwa ni miongoni mwa magolikipa bora kwa sehemu yake. Kwa hiyo hao wote ndio wanafanya motivations kwa sehemu moja Pamba iweze kujipambanua kwa kivyake, kwa maana hapo pale ama hapo katika ile sehemu kwa kusuasua ni ushindani ambao wamekuwa wanaotoa. Unajua Pamba Jiji ni miongoni mwa timu ligi kuu ya NBC Premier League ambayo wakiwa katika uwanja wake wa nyumbani hawajaweza kupoteza mchezo wowote, kwa maana wao ni sare na kupata ushindi. Kwa hiyo jana waliendelea pale ambako wameishia, na sio bahati mbaya. Hata ukija kuangalia kwenye msimamo, nafasi ambayo waliopo ni wazi, kwa maana wakati msimu unaanza watu wengi walikuwa hawaipigii upatu Pamba kama itakuwa kwenye ile sehemu, kwa maana watu wengi walikuwa wanamfikiria mtu kama Singida Black Stars aweze kuwa kwenye lile eneo na watu wengine, lakini Pamba alikuwa ni mtu ambaye hapewi nafasi kubwa. Lakini kwenye hichi unaona kabisa ile hamasa ambayo walikuwa nayo timu kama timu, walivyoitengeneza, the way ambavyo waliweka utaratibu wao, na ile endurance ambayo wako nao wachezaji, teamwork ambayo ipo kwenye timu. Kwa hiyo ndio imekuwa silaha kubwa kwa Pamba Jiji, na hiyo ndio maana halisi ya ligi yenye ushindani, kwa maana hatutegemei tu kuona timu kubwa zina dominate kila mchezo anapata ushindi pasipo kupata ushindani wowote. Lazima kuwe na challenge ambazo zinakuwa zinapatikana. Tunashuhudia ligi kuu nchini Misri kumekuwa kuna ushindani, National Al Ahly anafungwa na Ghazal Al Mahalla, NPPI anapoteza mchezo. Hiyo ndio imekuwa ushindani mkubwa. Na sasa pia kwetu kitu kama hichi kina reflect moja kwa moja kwamba ni ligi ambayo ina ushindani, sio tu kwa Yanga, Simba na Azam wala Singida, bali pia hata timu zingine zimesajili kwa uwezo mkubwa, uwekezaji umefanyika. Kwa hiyo wanaweza kutoa competition kwa sehemu moja ama nyingine. Tukiangalia the way ambavyo TRA United wamecheza dhidi ya Young Africans, tukatazama na the way ambavyo Pamba Jiji wamecheza na Simba Sports, tutarajie kuona consistency ya performance kwa hizi timu? Tutarajie kuona timu nyingine zikiwa zimepata wake up call kutoka kwa TRA na Pamba Jiji? Au haya yanayosema kwamba hizi timu zinapokuwa zinacheza huwa wachezaji wanakuwa motivated zaidi ili kusababisha ugumu, either TRA wa wakazie Yanga au Pamba Jiji wa wakazie Simba? Ni kitu gani hasa ambacho tunapaswa kukitarajia kwamba hizi timu nyingine zitaamka na kuwafuata Pamba Jiji na TRA kwa performance yao, au tuendelee kuona tu Simba na Yanga wakudondosha tena alama na baki kwa ni jambo la kusubiri na kuona? Hiyo ipo kwa sababu msimu uliopita Young Africans aliangusha alama kwenye mechi mbili mfululizo, kwa maana dhidi ya Azam walifungwa 1-0, dhidi ya Tabora wakati huo ambao sasa hivi ni TRA walifungwa 3-1. Kwa hiyo ilikuwa ni consistency ya timu kuanza kufanya vizuri. Lakini kwa Pamba unaangalia kabla ya kutoka sare na Simba pia alimkazia Azam FC sare ya 2-2, tena Azam FC akatokea nyuma. The same pia kwa jana wameendelea pale walikoishia. Kwa hiyo sio bahati mbaya, ni ile consistency yao imeendelea kuwepo. Kwanza wanatumia advantage ya kuwa katika uwanja wa nyumbani, hiyo ndio imekuwa silaha yao. Hata pia kwa upande wa TRA unaona mechi ya mwisho kabla ya Young African dhidi ya Namungo alikuwa na mwendelezo mzuri, nyuma yake pia dhidi ya Fountain Gate alipata ushindi mnono. Kwa hiyo unaona
consistency zimekuwa tu, sio kwamba leo ameshinda kesho anapoteza. Hapana, ni muendelezo kwamba wao wako very serious and then kuna kitu ambacho wanakitegemea. Ndio maana unaona nimezungumza katika upande wa kuwekeza, kwa maana wanafahamu ili timu ifanye vizuri lazima kuwe na uwekezaji ndani yake. Ndio maana unaona timu kama TRA kuanzia kwenye benchi la ufundi wameweka mikakati iliyokuwa mama, kwa maana Etienne Ndairagije tunafahamu CV yake, ameshawahi kuwa kocha wa national team ya Tanzania, ubora ambao yuko nao, uzoefu, hiyo ndio imekuwa chachu pia hata timu kufanya vizuri. Kwa hiyo ni ligi ambayo ushindani kama huu tunategemea kuweza kuona ukiendelea, kwa maana vilabu vimekuwa hafanyi kwa kubahatisha, kwa maana kuna kitu ambacho kipo, kwa maana ile chemistry tayari imewekwa, wameshajenga timu. Ndio maana unaona TRA wakati disha dogo wameingiza maendeleo mapya mengi kwenye kikosi chao. Chamoko Arabu ameingia kwenye kikosi, bado pia kuna mtu kama vile Valentin Nauma aliingia hapo, Mzamiru Dennis Nkane, lakini bado pia wana goalkeeper ambaye ni international Abbas Janiola Monome, Gabon national goalkeeper. Kwa hiyo yote ambayo nimezungumza ni ile consistency ambayo ipo, na sasa hivi hizi big team kwa maana Simba, Young Africans na Azam hawatakuwa anafikiria kwamba wanaelekea game and then itakuwa rahisi kwa upande wao. Mentality ways, hata pia kumbukumbu, watakuwa wanaamini kwamba tupo kwenye ligi ya kiushindani, tumewazidi kwenye levels za wachezaji, lakini katika level kwamba hawa wanaingia tupo nao ligi moja tunaenda ku compete. Ndicho ambacho wamekutana nacho Azam FC kwenye mchezo wa jana kwa mfano dhidi ya Mashujaa, kwa sababu hakuna mtu ambaye alikuwa anategemea Mashujaa ambayo ilikuwa inasuasua, lakini mwalimu alizungumza kwamba tunawaheshimu Azam na wao wapo katika mlengo mmoja wa ligi yetu na sisi pia tupo kwenye ligi hiyo. Kwa hiyo we are the same level, na ambacho kilikuwa kutokea uliona endurance, timu yake kiwanjani, upambanaji. Kwa hiyo hii ndio maana halisi ya kukua kwa ligi, kwa maana ushindani unakuwa unaongezeka na mtu anakuwa achukui alama kirahisi kama ilivyokuwa misimu ya nyuma kidogo. Hii ndio maana halisi ya ukuaji wa ligi, haichukuliwi tu alama kirahisi, lakini unapaswa kuvuja jasho kweli kweli uweze kuipata walau alama moja au kupata alama 3. Lusamo Hamisi Lusamo ndio jina langu. Leopard John ndiye mchambuzi kinara wa Anwar TV na The Golden Boot. Yusuf Ramadhani Mpuma ni kamera operator. Tukutane tena siku nyingine, tutaendelea kuwepo mahali hapa.